Mwenye nyumba tuna utaratibu wetu madalali tunavutaga kwa mpangaji ambaye ndio mteja. Kwa nini? Kwa sababu mwenye nyumba kama kuanzia hivi vyumba vya 50,000, 70, laki na nusu, kawaida kutokana na ukubwa wa udogo wa hiyo hela hawezi kukupatia hela dalali. Ila kwenye nyumba za nini mimi ninachouliza, kwa sababu mtu anatafuta nyumba ndio anaumia zaidi kuliko hata yule mwenye nyumba. Ni sawa, anakuja hapo kwa maana kuna pesa nyingi ukitoa wanapata. Haiwezekani ukubaliane tuna mwenye nyumba litafutie mpangaji na wewe usipate chochote kutoka kwake. Hii ni hoja ambayo labda utatuambia kama kuna kiwango fulani unapata, kuna kiwango fulani upate. Manake wewe ndio unakuwa kama winga hapo. Hapo dalali inakuwa kama winga, lakini unajua kwa mteja sasa hivi anapokuja kutafuta dalali umtafutie nyumba, anakuwa amejiandaa kwa fedha ya malipo yako wewe ya mwezi. Si kwa sababu ni utaratibu umetuwekea. Kwa sababu ni utaratibu tuliojiwekea sisi madalali. Lakini nyinyi mmejiwekea huo utaratibu kwa misingi gani? Unajua kama alivyosema Lukuvi hapo, wanaandaa sheria. Si ndio kwamba mwenye nyumba achukue kodi ya mwezi mmoja. Achukue kodi ya mwezi mmoja kwa mpangaji, si ndio? Sasa hiyo sheria wameiongea bado hawajaipitisha. Kwa hiyo ikipitishwa, kwa mfano ikiwa imepitishwa sasa hivi kumtafutia nyumba, na wewe utataka nani kodi ya mwezi mmoja upewe wewe? Sheria ikipitishwa na serikali, bwana, tunaheshimu serikali, tutafuata mipangilio ambayo imetupangia serikali. Ina maana serikali itavuruga utaratibu wetu ambao tumeuzoea sasa hivi kwenye jamii, tutafuata utaratibu ambao imepanga serikali. Lakini kwa sasa hivi kwa mpangaji yeyote anayejiandaa kutafuta nyumba na swala la udalali, anakuwa amejiandaa kwamba dalali atakuwa nimlipe fedha yake, sababu nimemtafuta, nimempa kazi anitafutie nyumba. Tuje hapa kwenye hili swala la kwamba mwenye nyumba hatoi chochote. Ni kweli kwamba hawezi kutoa chochote kwa dalali hata kama unachukua kwa yule ambaye anataka kupangishwa? Mwenye nyumba anatoa chochote kuanzia kwenye nyumba ya 1,500,000 kwa mwezi, 2,000,000. Kwa hiyo lakini sasa kwa mfano kwenye hiyo nyumba unayoisema, kwa hiyo wewe utachukua kutoka kwa mwenye nyumba, utachukua na kutoka kwa mtu anatafuta na kwa mpangaji? Kwa nyumba ya 1,500,000, 2,000,000, mpangaji anatoa hela na mwenye nyumba anatoa hela kwa maagent, kwa sababu Tony, ndio maana mstretch wako umependeza. Ila unajua sasa hivi madalali wengi tumekuwa wastaarabu. Kuna kubagei na mteja aweza akaja anahitaji nyumba ya 1,000,000. Anaweza kawa hana kiasi chote cha kukupa hiyo 1,000,000 ya mwezi. Utakaa naye chini, atakwambia bana, naomba unisaidie na 500,000 na 700,000 na 800,000 na 900,000. Yani inakuwa ni makubaliano baina ya dalali na mteja. Kwa hiyo madalali wengi sasa hivi sisi tumekuwa ni wastaarabu. Kwa hiyo mteja kama akikuomba umpunguzie, mnafanya biashara maongezi. Yani kwa maneno yake nakumbuka kuna kauli moja anasema mzoea udalali hawezi kazi ya duka. Yani kwamba siku zote dalali hawezi kukubali kabisa kwamba wewe usitoe ya mwezi, yani ugomvi. Yani nimeshashuhudia kwamba tayari umetafutiwa na unakubali, mwisho unaenda kukengeusha mambo. Yani mimi nimetafutiwa nyumba au chumba, nikishafika naambia bwana, chumba laki yangu pale, miezi 6 pale. Baadaye anakuwa bana shika 50 pale, inakuwa ugomvi. Na mwenye nyumba anakaa anashuhudia tu, kwa sababu yeye ameshavuta, ameshapata pesa, umesaini kuingia, dalali sasa anavutana na mpangaji. Shida na nimeshuhudia sana visa kama hivi. Unajua unayoongea ni kweli. Hata mimi kwenye kazi yangu, yani kwamba unakuja tunafanya kazi, afu una surprise. Tumefanya kwa mfano tumefanya biashara 1,500,000, afu una surprise baada ya biashara kuisha unaniambia na 70,000, hujaniomba. Lazima unatakiwa kuwa na mazungumzo kabla ya pale. Kabla pale kuwa na mazungumzo, bana mimi na kiasi fulani bana. Lakini sasa mkiwa na mazungumzo kama haya, ndo dalali Tony unaniambia wewe, unasema kabisa bana, wewe kama huna kodi yangu ya mwezi mimi sikutafutii nyumba. Hapo sasa ni makubaliano baina ya mteja na dalali, kwa sababu ndio kama ninavyokuambia sasa hivi madalali wengi wakuwa ni wastaarabu. Yani ukiongea naye kabla ya kufanya biashara na kuanza jambo, mnaishia vizuri, anakutafutia nyumba, unampa kiasi ambacho umepungukiwa, anakipokea, unamaliza vizuri kabisa. Mimi na swali la utendaji wao wa kazi. Huko unampeleka mbali. Unapomtafuta dalali, wana kitu kinaitwa service charge. Hilo ndio umeingia kwangu. Moyo wako na moyo wangu. Service charge haihusiani na hela ya udalali. Wala hata kama sasa ndio tumefika pahali Tony amenipa nyumba, ile service charge haihusiani na ile pesa mwezi mmoja. Alafu hawa ni watu ambao hawajiwezi kwenye ufanyaji wa kazi wao. Yani mimi sinataka nyumba, nimpatie service charge ambao saizi zimepanda, actually zinaanza 30,000 kuendelea. Alafu bado nigharamikia usafiri
katika kuzungushana kuangalia nyumba. Wanasema pesa ya usumbufu, na hasa pale unapoonyeshwa nyumba hukukubaliana na hiyo nyumba. Naomba niulize kwenye vikao vyenu huwa mnahisi hawa wateja wana shida sana, inabidi waendane na nyie mnavyotaka, au ni huwa mnajizima data mnafanya makusudi? Kwa sababu haiwezekani nikupe service charge ambao huwa inasema inakuonyesha nyumba 1 mpaka 3, alafu nigharamikie usafiri wa kwenda kwenye hizo ofisi zako, maana hizo ni ofisi yako. Ndio. Nigharamikie tena usafiri, alafu tukipata nyumba nikupatie pesa mwezi mmoja, ambayo baadaye sitakata zile gharama kwenye ile pesa mwezi mmoja. Hiyo kitu wewe imekaje na huwa mnafikiriaga nini? Na Ruki, labda kwa kuongezea, mimi na experience ya kwenda kumchukua dalali kwa gari yangu, nikamuendesha kampeleka kwenye nyumba na bado ukampa service charge. Nataka service charge. Service charge wanaita hela ya usumbufu. Hela ya usumbufu. Unamsumbua nani? Kwa sababu wewe uko kazini, hausumbuliwi. Na kwa nini ngoja tarudi baada ya muda mfupi. Okay. Tajiri Tony dalali ana nyumba 3. Kazi yao bwana ni kazi. Swali letu lilikuwa ni hela ya usumbufu, ile mnaita hela ya usumbufu. Kwa nini mteja alipe? Kwa nini mpangaji alipe na sio wewe? Kwa sababu pale ni ofisini kwako. Okay. Ule utaratibu wa kuita pesa usumbufu tumeuweka kwa sababu unaweza ukapata mteja ukazunguka naye siku nzima au masaa 5. Ndani ya hayo masaa 5 kuna wateja watakutafuta, hautakuwa na muda kuwahudumia wao, utakuwa na yeye. Sasa unaweza ukabahatika kupata mteja kweli akawa serious, ukamaliza naye masaa 5 mpaka 6, ukabahatisha kumpangisha, ukapata pesa yako ya mwezi mmoja. Ila inatokeaga unapata mteja anakulia muda wa masaa 5 mpaka 10. Sasa ikitokea akakuacha hivyo hivyo asikupe hiyo service charge ambayo tunaita sisi hela usumbufu. Kwa inakuwa kwako ni. Kwa hiyo Tony, mimi ukinichukua hapa sasa hivi tukaenda hapo Mikocheni mara moja, nyumba ya kwanza nikaipenda, nikachukua nikalipa, bado utataka hela usumbufu? Hapana. Hapo tukitoka sasa hivi hapa tukaenda hapa jirani tukakuonesha nyumba ukayapenda ukalipia, hela usumbufu Tony. Tukaenda nyumba nikaikataa ya kwanza, ya pili, ya 3 nikaikubali. Na pia hela usumbufu inakuwa kwenye hela zote, lakini katika hiyo safari ya kutoka hapa kwenda kuonesha nyumba ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4, utakayopenda kati hizo nyumba ukaamua kuilipia, utatoa tu kiasi cha pesa kwa papo hapo. Wanachokifanya kwenye swala usumbufu ni kwamba pale unapoonyeshwa nyumba zaidi ya moja na hakuna hata moja ambayo umeikubali, hapo utatwangwa pesa usumbufu. Yaani mara nyingi ni pale tunapotokezea kwamba huyu nyumba ya kwanza ameikataa, ya pili kama huyu dada anashuhudisha alipelekwa nyumba akaaminishwa na kila kitu, kufika akakuta hata mali watu hakuna. Nani analipa usumbufu hapo sasa? Nani kasumbuliwa hapo? Sasa ikitokea dalali unajua hii kazi na madalali ni wengi. Sasa unajua katika wengi hamwezi kwa wote waaminifu na wastaarabu. Kwa hiyo inaweza katokea kukutana na dalali ambaye sio staarabu. Na ndio maana sasa hivi wateja wengi wanakuwa wana madalali special. Yaani kama anadili na Tony, anadili na Tony tu. Yaani akipata nyumba yote ameona imepostiwa mtandaoni kwa madalali wengine, ameona wapi, lazima amtumia dalali yake mmoja tu kuepusha ule usumbufu kama huo unaosema. Ushaelewa? Na ukiwa na dalali mmoja, hata wewe mteja inakusaidia hata kuwa na hiyo service charge kuonekana sio muhimu, kwa sababu ukiwa na mteja wako wa kila siku, siwezi leo kuonana na kikeke leo, kesho kutwa ni mtoze hiyo service charge. Hapana. Kwa hiyo inakuwa inasaidia pia. Lakini nadhani kuna hitaji kuwepo na kama hiyo sheria na utaratibu ambao ni maalum ambao unaeleweka kabisa, badala ya kufanya kienyeji. Ndio, sheria ni nzuri, maki itatuongoza na tutakuwa kwenye mtiririko mmoja, hatutopishana madalali. Unaelewa? Kwa utaratibu utakuwa umeshazoeleka, haitompa changamoto mteja. Umeona? Na dalali pia itompa changamoto, na hakutokuwa na mabishano wala kwenda pamoja na mteja. Yani kwa hiyo utakuwa utaratibu umejulikana. Na moja ya tunahitaji sana serikali hiyo iliangalia, sababu ukija kuangalia sasa hivi kazi ya udalali imewaajiri watu wengi, imewapa nafasi. Umeona? Yani imeutua mzigo serikali kwa sababu endelea. Kuna swali litakuja, endelea tu. Yani kwamba hii kazi ya udalali sasa hivi imewapa ajira watu wengi, vijana wengi. Umeona? Kwa hiyo wamepata nafasi kwenye hii kazi, wanaendesha maisha yao. Kiasi kwamba hii kazi ingetokea isingekuwepo, pangekuwa pana changamoto sana. Lakini ungependa itambulike rasmi, naona ndio napenda itambulike rasmi na serikali iangalie kwa jicho la ukubwa sana, kwa sababu hata wao pia imewapunguzia mzigo na malawama kwa vijana. Mkitakiwa kulipa kodi sasa, ndio wale wanakuwa madalali ambao wanatambulika na wanajisajili na wanatoa michango katika hizi tozo ushuru. Hilo nalo mnalikubali, ingawa
wakati unataka kulijibu hilo, nimeshuhudia Bonyokwa, kulikuwa na kisa, mtu dalali anamwambia umeipenda nyumba, nimeipenda, lakini kuanzia mwezi ujao au baada ya siku 10 nitakuja kuilipia. Tanguliza za mwezi. Tanguliza za mwezi maana yake anatoa ile kodi ya mwezi. Lakini baadaye inapotokea dalali ameila ile na siku 1-2 imepita, anatafuta mpangaji mwingine anamuingiza katika ile nyumba. Sasa huyu ambaye aliiwekeza kaweka kama bondi, anaporudi, bwana ile nyumba vipi? Anambia nyumba ile, mwenye nyumba, lugha Kiswahili kinakuwa kirefu. Anamweka mtu mwingine na tayari pesa yangu ya mwezi mmoja kwenye kudai na kulipa. Madalali wana migogoro hiyo. Sijui anaizungumzia dalali akipigwa. Na hakuna mtu aliingia. Wanapigwa sana tu. Wanapigwa sana. Tuambie, kuna madalali ambao hasa ndio wanasema madalali waaminifu na wasio waaminifu. Yaani hapo tunaongelea kwenye engo ya uaminifu, sababu madalali ni wengi, kwa hiyo na kila mtu ana tabia yake. Unajua? Tony, mimi nilikuwa na swali tofauti kidogo. Ni upande wa kulipa kodi, iwe ni mwezi mmoja, miezi mitatu, 6, 12 na kadhalika. Wapangaji wengi kama anachukua nyumba kwa mara ya kwanza, anakimbia haraka sana kwenda kulipa, ndio anataka kushika nyumba. Lakini akishakaa mle ndani, kila muda wa kodi unapofika kikeke, yani inakuwa ni changamoto mtu kulipa kodi. Yani kodi si dharura, unajua kabisa kwamba mwezi wa 6 tarehe 18 natakiwa kulipa. Sasa nimeona wakati mwingine kwa wamiliki nyumba sasa, anakuwa anaona kwamba kuliko nikupe kila mwezi wewe unanilipa, kwa sababu kama kila mwezi labda tarehe 5 nitatakiwa unilipe kodi yangu, lakini ikifika tarehe 5 hutopa hiyo kodi tarehe 5, mtapambana labda mpaka tarehe 12, alafu mwezi ujao tena. Sasa anaona kuliko tupambane hivi, afadhali mwingine anasema nilipe kodi yangu mwaka mzima kabisa tumalizane, ama nilipe kodi miezi 6 tumalizane. Kwa sababu wengine hata miezi 3 tunashanga, miezi 3 si mingi kwa mpangaji. Wewe unasemaje hili sasa tukienda kwa mwezi mmoja mmoja? Sasa nikija kuzungumzia swala la kulipa mpangaji kodi ya mwezi mmoja mmoja, ambaye shakaa sasa, yule ashakaa silipo hilo jibu kwa mimi sitokuwa na uwezo nalo, kwa sababu sio mwenye nyumba. Yani mwenye nyumba ndo kama anavyosema waziri hapo, akiweka utaratibu kwa mwenye nyumba inakuwa inarahisisha, sababu kwa Tanzania tumezoea kila mwenye nyumba na utaratibu wake. Mwingine anataka mwaka tu achukue miezi 6, mwingine anataka miezi 6. Kuna nyumba wengi miezi 10. Kuna nyumba wengi sana ambao nimeona anakuambia mle nina mpangaji, lakini huyu ulipaji wake wa shida. Na wapo wengi nafikiri hilo ni jambo tofauti kabisa na tunalozungumza. Nafikiri kuna siku tutaleta mwenye nyumba watupe changamoto zao. Hapa tunazungumza na madalali ambao huwa wanatukamua kutuonyesha tu nyumba, tulipie bajaji, tulipie usumbufu. Kama una gari, mafuta yako umpeleke yeye kazini kwake, kwa sababu pale yeye ndio yuko kazini na kuchukua malipo ya awali. Unatakiwa uwe na bajaji yako na mafuta yako, kwamba nikifika tu pale unatafuta nyumba gani, twende nikupeleke na kuonyesha, alafu ikifika wakati unaambia sasa muda kukuonyesha nyumba umeshapita, sasa nitaanza kukuchaji kwa sababu nadhani kwa hiyo nadhani kukiwa na utaratibu kama huo wa kusema kwamba bana nitakuonyesha nyumba 3, kama hujazipenda baada ya hapo utanilipa. Utanginevyo utatafuta kwa sababu pia uwezi kulipia nyumba kama hujaiona. Sasa tunaenda dukani, mtu akwambie nionyeshe suti gani ambayo ulikuwa nayo, ukasema kila ninayofungua suti unilipe shilingi 1000. Sasa hata sisi hatuwezi kulipa nyewe kama mjatuonyesha nyumba. Sasa kwa nini mtu charge? Sasa unajua nikwambie kitu sawa. Dalali ukimkuta amekaa anasubiri mteja, umempigia, umekuja kuangalia kwa mfano chumba na kiko mbali, yes, kuficha na kuaga tayari, aende kwa miguu, aende kwa nini, vyote akoge ipo tayari. Asubutu sio wote. Kweli. Mtu anakuambia sasa sister, niite bajaji. Yaani kwenye lengo la usafiri la kufika kwenye eneo la tukio gari, fikirii dalali asilimia kubwa. Yaani anakufikiria wewe ndio ufanye maamuzi kwamba tutembee, tuchukue usafiri. Kwa hiyo sasa nani analipia huo usafiri? Usafiri analipia mteja. Kwa nini? Wakati kazi ni ya kwako. Pale mimi niko ofisini kwako. Wewe una shida. Wewe ndio unajua nyumba zilipo, wewe ndio mwenye nyumba kwa muda huo. Tafsiri yake kwamba wewe ndio mwenye shida. Unajua madalali wana level tofauti. Ukija kumzungumzia dalali wa vyumba, sawa, hawezi kumkuta na usafiri wake wa kukupeleka wewe site. Umeona? Mara nyingi anakutegemea 90% wewe unayekuja kutafuta chumba. Kwenye swala la usafiri akutegemea wewe. Swala baada ya kumaliza hapo umpe kidogo akutegemea wewe, usumbufu kutegemea wewe. Lakini ukimkuta dalali ambaye anadili na nyumba sio za milioni 1, nyumba za kuuza, unamkuta na usafiri wake. Na mteja anayekuja kutafuta nyumba ya kuanzia milioni 1, milioni 2 anakuwa na usafiri. Kwa hiyo hilo swala usafiri na kuwa kwake sio shida. Atakuja na gari yake, atakuchukua. Mimi sitaki dalali apande gari yangu.
Dalali alafu Ruki tangulia Ruki mchokoze huyo mgomvi. Tangulia. Umeona ile dalali anakuambia bwana, ile nyumba kali sana kike, mimi nakupeleka pale Msasani. Alafu ukienda pale ukifika Makumbusho anampigia Dula, uko wapi? Kumbe yeye hajafika ile nyumba. Kuna mwenzake ambaye kamwelezea. Kwa mtu wa pili anapanda kwenye gari yako. Wakifika Moroko wanampigia, "Hey, Tony uko wapi?" Moroko pale wanachukua watatu. Wanaingia kwenye gari yako. Mpaka unafika Msasani una watu 4 kwenye gari. Tangulieni. Na unawalipaje sasa? Unawalipa usumbufu wote. No, huwa wanapewa hapo, ndio watetea. Huwa wana yule kama si nilikutana na Tony. Tony imefika pahali amesema labda nyumba za Tony zote sijazipenda. Tony ameanza kumpigia Chuga 14 kuunganisha chain kwa sababu mwisho wa siku Rama Bindu ana nyumba. Mimi nachompa Tony yeye ndo ataenda kugawana na ila sasa hiyo inamnyima Tony nafasi ya kunipunguzia kwa sababu tayari anakuwa na msururu. Lakini kama tu nyumba angenionyesha Tony au ningekubali kati ya zile za Tony, ilikuwa rahisi kumwambia sasa, sikiliza rafiki yangu, ushanipangisha nyumba ya kwanza, ya pili, uchumi umepanda, kweli. Sasa sikiliza, mimi nitakupa 500,000 aisee. Ni rahisi, ila akishakuwa na watu wewe mwenyewe utajikuta tu unabidi uwape ile milioni kwa sababu utamwonea huruma hadi huyu, kumbuka nyumba sio yake. Lakini Tony, wewe unafuatwa na wapangaji peke yake au wenye nyumba pia wanakufuata na kusema kuna nyumba yangu nitafutie watu? Wenye nyumba pia wananifuata, wananikabidhi nyumba. Yaani hata alivyosema hapa kaka mkubwa hapa, kuna mwenye nyumba anaona usumbufu kumdai mpangaji msumbufu. Anakuambia bwana Tony, hilo zoezi na kuachia wewe. Hii nyumba napangisha milioni 1 kwa mwezi, nataka miezi 6. Kwa hiyo mteja kama miezi 4, mimi nitamwambia mwenye nyumba yangu bwana, huyu mteja mwezi 4, mwenye nyumba ataniuza, unamwamini? Atatulipa hiyo fedha? Ambia ndio namwamini. Basi hiyo fedha ipokee, ila mimi hela nakudai wewe, hiyo hela kusanya wewe. Lakini sasa inapofika hapo mwenye nyumba pia anakupa cha juu. Inapofika hapo mwenye nyumba akupi. Yaani makubaliano hapo inakuwa ni kwa mpangaji. Usiombe udaiwe na dalali kama umepanga na haulipi. Kwa hiyo mimi ndio wajibu wangu. Kwa nini wenye nyumba watoi hela? Wapo wanatoa hela. Yaani kutokana na makubaliano uliongea na wewe. Yaani hii biashara imeshakuwa ni makubaliano. Kwa sababu haiko rasmi. Kwa hiyo hakuna muongozo. Ni rasmi makubaliano yenu wewe. Anaweza kuwa deal ya mchukua. Na nje ya hiyo katudai usumbufu. Mara ya pili simu yake inaita. Unajua kitu kingine ni nini? Natamani kuona simu yake mara 3 imeita. Natamani kusikia siku tukipata wenye nyumba swala la kutoa notisi ya mtu kuhama. Ukishashindikana kimshirikisha dalali, hakikisha umejipanga vitu vyako wapi kwa kupeleka. Kinyume na hapo unavikuta nje. Yaani inawezekana isimalize za siku 2-3 na ushakutaika na usiombe dalali akudai, yani mpangaji udewe na dalali. Yaani ndio nimesema dalali akikudai kama ndio amepewa hizo pembe. Kwa sababu kuna ngoja tuambie inakuaje? Utaitoa tu pesa. Sababu usipoitoa na kuletea wateja ukiwa ndani. Unajua Salim, kuna madalali ambao wanapewa dhamana ya kusimamia nyumba. Yaani kuna nyumba unapanga pengine hata mwenye nyumba humjui. Dalali anasimamia. Kwa hiyo hata unapolipa kodi unampigia tu dalali, nataka kulipa, nataka nilipe miezi 4 kwa sasa. Huyu ndo anakuwa yani ndo anasimama na hatima yako. Ndio nyumba nyingi mimi nachukua kodi sinza, ni wenye nyumba wameniamini. Wamekupatia. Hapo ndo sasa waamini. Lakini sasa huo wanawapeni hivyo kwa sababu wanajua wao hawataki zile. Ndio maana wanapewa kelele na mpangaji. Unasema sasa hapo ukishaaminiwa ina maana mwenye nyumba lazima anakuwa analipwa sasa. Mwenye nyumba na kulipa fedha kutokana na makubaliano yenu makubaliana. Ila huyu sasa dira yake ni kwamba wewe mimi ndo mpangaji ndani ya ile nyumba. Huwezi kwenda kwa mwenye nyumba. Wakati unaendelea huyu hapati chochote. Lakini nikikoroga akiniondoa hapo hela mwezi nachukua. Kwa hiyo ile pressure inayokuja kwangu ni faida kwake na ni faida kwa babu mwenye. Na pia anapokuwa sasa, kwa kuwa kazi yake ni kusimamia nyumba, anapokuwa anakusanya kodi kumpelekea mwenye nyumba, anakuwa anapata cha kwake. Sahihi. Yeye anapewa dhamana. Pale anakuwa kama consultant. Na amepewa kwa sababu ya ukali wake na anapewa kwa sababu ya ukorofi wake. Tony, kijana mdogo anasikiliza sasa hivi akitaka kuwa dalali afanye nini? Kijana mdogo ambao anasikiliza sasa hivi na anatamani kuwa dalali, cha kwanza atafute kujulikana kwanza. Ajulikane. Na njia za kujulikana zikoje? Yaani kama Ruki anaweza kaanza sasa hivi sasa mara. Njia za kujulikana ni kutembea vijue vya madalali. Wakujue. Wakishakujua kwamba ni dalali ni vyepesi kukupa kazi. Jenga mtandao kwa sababu kuna vitu viwili. Kuna mtu ana mteja nyumba ana. Kuna mtu ana nyumba mteja ana. Kwa hiyo unavotembea wakakujua, hata kitokea kesho umetembea pale, kama wewe kuna kijumba umekiona huko kinapangishwa,
ni vizuri kukuta hapa mtu na mteja afu nyumba ana. Unamwambia bana mimi nayo hiyo. Twende tukupeleke. Kwa hiyo unaweza kaanza kwa njia hiyo, mwisho wa siku ukajulikana na wewe ukawa dalali rasmi. Hivi Tony, mnajuaje nyumba hii inapangishwa hiyo ipangishwe? Mnakwenda kugonga kuuliza, mnafanyaje? Hapana, hatugongi. Yaani ukishakuwa dalali unajulikana, utapata taarifa kwa jirani, utapata taarifa kwa mwenye nyumba mwenyewe, utapata taarifa lazima utazipata. Na ofisi mnazo. Mwingine kama mimi ofisi yangu ipo Rufungila hapo Mwenge, Rufungila. Na mitandao ya kijamii pia mnaitumia kidogo kwa kiasi sasa hivi. Sasa hivi inatumika sana. Mitandao ya kijamii ndio inatuongoza sana sasa hivi. Alafu sasa hivi pia kwa kila biashara nadhani mitandao ya kijamii ndio. Kwa sababu kama nilivyosema huwezi kunipa mbuzi kwenye gunia. Na kweli kuna kitu kasema hapa, uaminifu ni muhimu sana. Mimi na dalali wangu mmoja, uaminifu muhimu sana. Naweza akaposti nyumba nikiona, nikishamcheki tu achana nayo hiyo iko mbali. Yaani hapo Ruki na kujua unataka kukaa kwenye barabara. Muda unatupa tumwage dalali Tony. Tony, asante sana. Asante sana. Upo mwaka wa mbele. Imewashika.